Serikali inaendelea na ujenzi wa barabara ya njia 4 ya kilomita 29 kuanzia Uyole Nsalaga hadi Ifisi yenye urefu wa kilomita 29. Mradi huo unatekelezwa na mkandarasi MS China Henan International Corporation Group Co. Limited Chico, huku mhandisi mshauri akiwa ni Teku kwa gharama ya shilingi bilioni 138.727 bila kodi ya ongezeko la thamani yani VAT yenye thamani ya shilingi bilioni 24.970. Serikali inaendelea na mradi wa ukarabati wa kiwango cha lami barabara ya Ibanda Kiwira Poti kilomita 28 na Kajunjumele Itungi Poti kilomita 4 unaojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 38.359 bila nyongeza ya thamani VAT, na ulikuwa unatekelezwa na kampuni ya AVM Diligam ya Uturuki, ambaye kutokana na kuchelewesha kazi mkataba wake ulivunjwa mnamo tarehe 9 Mei mwaka 2024, na sasa taratibu za kumpata mkandarasi mwingine zinaendelea. Hayo yamebainishwa Oktoba 17, 2025 na meneja TANROADS mkoa wa Mbeya mhandisi Matari Masige ofisini kwake jijini Mbeya, wakati akielezea taarifa utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo inayotekelezwa na TANROADS mkoani hapo. Pia serikali inaendelea na mradi wa ujenzi wa jengo jipya la abiria Terminal Building katika uwanja wa ndege wa Songwe, ambapo ujenzi wa jengo la abiria Terminal Building umekamilika ukiwa umetekelezwa na mkandarasi MS China Geo Engineering Corporation kwa gharama ya bilioni 14.118 bila kodi, na unasimamiwa na mhandisi mshauri MS Yuntech kutoka Dubai na kukabidhiwa kwa mamlaka ya viwanja vya ndege TAA. Mradi wa ujenzi wa kituo cha huduma ya pamoja mpakani katika eneo la Kasumulu Songwe katika mpaka wa Tanzania na Malawi unatekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo awali serikali ilipata mkopo kutoka Benki ya Dunia, na mradi huo unatekelezwa na mkandarasi MS China Geo Engineering Corporation. Mradi huu wenye thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 26.429 unajengwa kupitia wakala wa barabara TANROADS ambaye ndiye mwajiri, na ulisimamiwa na kampuni ya kihandisi ya ECG Engineering Consultant Group SA ya Misri ikishirikiana na wakala wa majengo TBA. Mradi mwingine ni wa ujenzi wa barabara ya Katumba Mbambo Tukuyu kilomita 83 kwa kiwango cha lami, sehemu ya Bujesi Mbambo kilomita 10 na Tukuyu Mbambo kilomita 7. Hata hivyo, barabara hiyo imegawanywa katika sehemu kuu 5 ambazo ni sehemu ya Katumba Lupaso kilomita 35.3, sehemu ya Lupaso Bujesi kilomita 10.0, sehemu ya Bujesi Mbambo kilomita 10.0, Mbaka Kibanja kilomita 20.7 na Kibanja Tukuyu kilomita 7.0, ambapo sehemu ya pili, ya 3 na ya 5 zimekamilika kujengwa kwa kiwango cha lami, ambapo sehemu iliyobaki ya Katumba Lupaso kilomita 35.3 na Mbaka Kibanja kilomita 20.7 serikali tayari imesaini mkataba na mkandarasi MS China Road Construction and Bridge Corporation ya China kwa gharama ya shilingi bilioni 86, amesisitiza. Pia ujenzi wa barabara ya Katumba Mbambo Tukuyu kilomita 79 kwa kiwango cha lami, sehemu ya 3 Katumba Lupaso kilomita 35.3 na loti 3 kwa gharama ya shilingi bilioni 54.085 bila nyongeza ya thamani ya VAT, na unatekelezwa na kampuni ya MS China Road Construction and Bridge Corporation ya China, na sehemu ya 4 Mbaka Kibanja kilomita 20 loti 4 kwa gharama ya shilingi bilioni 32.041 bila nyongeza ya thamani ya VAT, na utatekelezwa na kampuni ya MS China Road Construction and Bridge Corporation ya China. Mhandisi Masige amesema kuwa mradi mwingine ni wa barabara ya Igawa Tunduma kilomita 218 na Uyole Songwe bypass kilomita 48.9 PPP contract, ambao ni moja ya mikakati endelevu ya serikali kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika nyanda za juu kusini na nchi za kusini mwa Afrika, mfano Zambia, DRC na maeneo mengine, kwa kuboresha miundombinu ya barabara ili kuongeza ufanisi katika sekta ya usafiri na usafirishaji. Mradi huu unatekelezwa kwa mfumo wa ubia na serikali pamoja na sekta binafsi, yani PPP, Public Private Partnership. Nashukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa jinsi ilivyoangalia mkoa wa Mbeya katika sekta ya miundombinu, kwa sababu toka imeingia madarakani kiasi cha shilingi bilioni 286 zimetengwa katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo na hasa barabara katika mkoa wa Mbeya. Mradi mkubwa ambao unaendelea sasa hivi ni mradi wa njia 4, unaanzia pale Nsalaga mpaka Ifisi kilomita 29
yenye gharama ya shilingi bilioni 138.726. Bado unaendelea vizuri chini ya mkandarasi Chiko kutoka China. Tumeshamlipa sasa hivi kama bilioni 24 na kazi inaendelea. Tumefikia 34%. Mradi uko mjini, na changamoto za hapa na pale, moto za kuondoa mabomba ya maji, nguzo za umeme, TTCL. Lakini changamoto tunashukuru kwamba tunashirikiana na sekta husika na taasisi zingine kwa ajili ya kuviondoa, na mradi unaenda vizuri. Kwa hiyo mradi sasa hivi unaenda vizuri, tuko 34% na imani tutamaliza kadri ya mkataba unavyohitaji. Mji wa Mbeya ndio kama mji mkuu wa nyanda za juu kusini, na magari hapa ni mengi sana. Kutoka Tunduma, kutoka Dar es Salaam yamechoka, yanakuja first stop huwa ni hapa Mbeya. Wakati anaelekea kuvuka mpaka aidha kwenda Malawi au kwenda Zambia na Kongo pia. Kwa hiyo kwa kweli kuamua kuweka njia nne hapa mji wa Mbeya, kwetu sisi naona kwa kweli tunasema ni shukrani kubwa kwa serikali ya awamu ya 6, kwa sababu itabadilisha maisha ya watu wa Mbeya, lakini si watu wa Mbeya tu, na kanda za juu kwa ujumla, kwa maana mikoa ya Songwe, mikoa ya Njombe, mikoa ya Iringa na pia mikoa ya Rukwa na Katavi. Kwa hiyo na imani kwamba barabara hii itakapokamilika itabadilisha sana sura ya mkoa wa Mbeya, kwa sababu tunajengwa njia 4. Yaani upande wa kushoto kuna magari mawili, upande wa kulia magari mawili, na katika tunaacha Greenland. Kwa hiyo itakuwa ni mji ambao kwa kweli utakuwa mji mzuri, na foleni itakuwa ni historia katika mji wa Mbeya. Lakini pia katika huu mji, katika ujenzi wa barabara tunakusudia pia kuweka taa. Kilomita zote 23 tutaweka taa ili hata watu wanapopita kwa nyakati za usiku wapite bila kuwa na wasiwasi wote, lakini pia wananchi waweze kufanya hata biashara zao hata kipindi cha usiku na mchana. Kwa hiyo tuna imani kukamilika kwa barabara njia 4 tutakuwa meta maendeleo makubwa sana ya kijamii na kiuchumi katika mkoa wetu wa Mbeya. Mradi mwingine ni mradi wa Songwe Airport. Huu Songwe Airport pale kulikuwa na miradi mitatu. Kwanza kulikuwa na ujenzi wa lile jengo la abiria kwa gharama shilingi bilioni 14, umeshakamilika kwa 100%. Lakini pia tulikuwa na ujenzi wa karabati runway. Runway ina kilomita 3.3. Gharama shilingi bilioni pia 14. Lakini pia tulikuwa na kuweka taa za kuongoza ndege. Hizo pia tushakamilika kwa gharama shilingi bilioni 5. Utaona kwamba jumla hela zilizowekeza pale uwanja wa ndege wa Songwe bilioni 33. Hatuna budi kushukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa ajili ya kuboresha ule uwanja. Kabla hapo ule uwanja kwa kweli ndege kubwa zilikuwa haziwezi kutua pale, lakini pia runway ilikuwa katika hali sio nzuri. Lakini kwa hivyo sasa hivi ule uwanja tunakusudia hata tuiche uwanja wa kimataifa, kwa sababu ni jengo ni zuri, runway kilomita 3.3 ni ndefu kabisa. Ndege yote inaweza ikatua usiku na mchana. Kuna mradi wa kule Kasumulu, tunapakana nchi ya Malawi, tunajenga OSBP. OSBP ni kituo kinachojumuisha sekta mbalimbali katika mpaka. Kutakuwa na kituo cha forodha pale, kutakuwa na uhamiaji, kutakuwa pia na polisi, ukaguzi wa vifaa vinavyotoka nje na kuingia TBS, kutakuwa pia na ukaguzi wa mifugo inayotoka na kuingia nchini. Kwa hiyo nafikiri mpakani unajua mambo yalivyo mengi. Unajua kile kituo kwa gharama ya shilingi bilioni 26, kile kimekamilika kwa 93%. Bado vitu vichache tu, lakini kimeanza kufanya kazi toka mwaka jana mwezi wa 12. Kuna mradi wa barabara inaitwa Katumba Mbwambo mpaka Tukuyu. Barabara ya kilomita jumla 86. Sasa kuna loti mbili zinaendelea pale, na Katumba Mbwambo, Katumba Rupaso kilomita 35.3 kwa gharama ya shilingi bilioni 54.088. Pia hapo kuna loti nyingine na inaanza pale Mbaka Bridge mpaka Kibanje kilomita 20.7 kwa gharama ya shilingi bilioni 32.041. Kwa ujumla kabisa pale takriban shilingi bilioni 86 imetumika pale kwa ajili ya barabara Katumba Mbwambo mpaka Tukuyu. Wananchi wa kule wanaona kazi zinazoendelea. Kandarasi yuko site hasa loti number 3. Ameanza kwa kuchelewa, lakini kazi inaenda vizuri. Sasa hivi ana 3% nimeshamlipa, mkandarasi anaendelea. Lakini hivi ninavyoongea tena leo nimeshapokea hela zingine bilioni 2.7 kwa ajili ya kulipa advance payment ya lot 4. Kwa hiyo nashukuru sana awamu ya 6 kwamba ile kazi sasa lot zote 3 kwa sababu ziko pamoja. Lot number 3, lot number 4. Kumaliza lot 3 naenda lot number 4. Kuna program ya SEC ambayo serikali imechukua kopo kutoka Benki ya Dunia. Tunaendelea vizuri. Tuna madaraja matatu ambayo jumla yake shilingi bilioni 19. Daraja la Songwe ilikuwa 90% na uspani yake ni mita 40 katika barabara hii ya Tanzam. Daraja kubwa limeshakamilika kwa 90%. Lakini pia kwa barabara ya Mbeya Rungwa
sehemu za Makongorosi, sehemu inaitwa Rupa. Tunajenga daraja kubwa spani ya mita 43. Gharama ya shilingi bilioni 5.6, lakini pia kuna daraja la Biti Manyanga. Tunajenga barabara hiyo hiyo kwenye spani ya mita 25 kwa gharama ya shilingi bilioni 4.6. Na hayo madaraja yote haya kwa asilimia zaidi ya 90 sasa hivi tunavyoongea. Kwa hiyo muda wake ilikuwa unaisha tarehe 11 mwezi Novemba. Sasa hivi kwa asilimia 90. Madaraja kama daraja lishakamilika, sasa hivi tunaweza paki ni kuweka njia za kuingia daraja tunaita approach roads. Hizi ilikuwa ni reflection ya ile mvua iliyonyesha ya El Nino mwaka 2023-24 ambayo iliathiri sana miundombinu yetu na hasa madaraja. Kwa serikali kaja na modality kwamba badala ya kujenga embankment na nini, jenga kitu ambacho ni cha kudumu, kwa sababu kama unakumbuka kipindi kile madaraja ndio yaliathirika sana, na mara nyingi kwenye barabara zetu madaraja yanapoathirika kero inakuwa kubwa sana kwa wananchi na wasafirishaji. Kwa serikali naishukuru kwa kuona kwamba tutengeneze madaraja au tujenge madaraja ambayo kimsingi huwa ndio kero kubwa, hasa mvua zinapokuwa zinanyesha zikiozoa usikondoa madaraja, inaleta usumbufu mkubwa kwa wasafiri na wananchi kwa ujumla. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.